Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote mengi ambayo yanaendelea kwa sasa kunako katika mashindano ya AFCON. Kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania, unafahamu kwamba Tanzania ni miongoni mwa wawakilishi ambao wanawakilisha katika mashindano hayo, ambapo unafahamu kwamba kwa sasa mambo kidogo ndio yanaonekana kuwa magumu kwa upande wa Tanzania, ambapo uliweza kushuhudia mechi ya kwanza wakiweza kupoteza kwa hapa nazungumzia kwa mabao mawili kwa moja katika mchezo wa kwanza kabisa wa kundi la Yanga la hapa nazungumzia Tanzania kwa upande wa AFCON, ambapo timu ambazo zinapatikana katika kundi hili, ambapo unafahamu kwamba wapo Tunisia, kuna Nigeria, Tanzania pamoja na Uganda, ambapo mchezo wa kwanza Tanzania alicheza na Nigeria akafungwa bao 2-1. Sasa Tanzania leo hii anakwenda kutupa karata yake nyingine tena katika michuano hii ya AFCON, ambapo anakutana dhidi ya hapa nazungumzia wapinzani wake bora kwa kipindi hiki. Unafahamu ya kwamba kumekuwepo na dabi ya nguvu kwelikweli kati ya Tanzania dhidi ya Uganda, pindi ambapo wanakutana na mpira unapigwa mwingi kwelikweli wa kutosha. Kwa hiyo leo hii kazi itakuwepo, ni Tanzania dhidi ya Uganda katika michuano ya AFCON, ambapo kila mmoja anazitafuta alama tatu ikiwa wote wawili hawana pointi hata moja. Sasa mimi nimekusogezea kikosi cha klabu ya hapa nazungumzia cha Tanzania ambacho kitakachoanza leo hii kwenye mashindano haya, ambapo kocha mkuu Miguel Gamondi ameweza kuweka bayana kikosi cha wachezaji ambao watakaoanza katika mchezo huo mkubwa. Bila kupoteza wakati, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu hapa na kikosi cha Tanzania katika mchuano huu mkali kwa siku hii ya leo. Bila kupoteza wakati, golini anasimama si mwingine habari unazungumzia, huyu ni golikipa kutoka pale katika klabu ya Azam FC, ambaye aliweza kuonyesha ubora mkubwa katika mchezo wa kwanza kabisa dhidi ya Nigeria, licha kwamba Tanzania ilipoteza kwa mabao 2-1, lakini kiwango kizuri ambacho alichokionyesha Foba kutoka pale Azam ni kiwango ambacho kilileta matumaini na kuonyesha kwamba Tanzania kwa namna moja ama nyingine imepiga hatua kulingana na kikosi ambacho wamekutana nacho cha Nigeria, kwa ubora ambao walikuwa nao. Utulivu katika eneo la lango ulikuwa umesimama vizuri zaidi. Kwa hiyo Foba anaendelea kusimama golini katika mchezo huu dhidi ya Uganda, akienda kuiwakilisha Tanzania vyema kabisa na kulinda milango yake vyema kabisa, ili Tanzania leo hii iweze kuondoka na alama tatu katika michuano hii kwenye hatua ya kuweza kusogea mbele zaidi. Huku beki namba 2 hapa nazungumzia ambaye anaanza katika mchezo huu ni Shomari Kapombe kutoka pale Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Shomari Kapombe anasimama katika eneo la beki namba 2 katika eneo ambalo amekuwa akiweza kulihudumu kwa miaka nenda rudi, ukiweza kushuhudia ubora wake mkubwa. Kazi kubwa leo hii ya Shomari Kapombe ni kwenda kuhakikisha kwamba anapandisha mashambulizi na kuweza kurudi kukaa katika nafasi yake vyema, kuweza kuhakikisha kwamba
kutengeneza ulinzi madhubuti kwelikweli kwa dakika zote ambazo atapaswa kuweza kucheza, basi atahakikisha kwamba upande wake hautumiki kama silaha ya wapinzani kwa ajili ya kuweza kupitisha mashambulizi. Kwa hiyo hilo utakwenda kulishuhudia katika mchezo huo mkubwa kweli kweli. Huku beki namba 3 anasimama Zimbwe Junior. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya beki ambaye anazima pale katika klabu ya soka ya Young Africans kwa ubora mkubwa, na sasa amepewa nafasi ya kwenda kuzima katika timu ya taifa ya Tanzania, na unafahamu shughuli yake amekuwa ni mwendelezo wa kile ambacho anaendelea kuweza kukifanya kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania pindi anapopata nafasi ya kuweza kuitwa. Kazi kubwa leo hii kuhakikisha kwamba anapandisha pia mashambulizi, kurudi kukava katika nafasi yake vyema kabisa, na kile ambacho anakitoa ni 100% uwanjani. Kwa hiyo leo hii utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo itakapopigwa na Mohamed Hussein Shabalala maarufu kama Zimbwe Junior katika dakika zote ambazo mwalimu atampatia. Huku unazungumzia beki wakati ambapo beki namba 4 atasimama si mwingine bali unazungumzia huyo ni Ibrahim Ahmadi Baka, akiendeleza mwendelezo wa kile ambacho anachokifanya kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Anaendelea kukifanya vile vile katika timu ya taifa ya Tanzania. Ubora mkubwa ambao alionyesha katika mchezo wa kwanza kabisa dhidi ya Nigeria, baada ya kuweza kumzuia mshambuliaji hatari asiweze kuzitikisa nyavu za Tanzania, nazungumzia Victor Osimhen. Kile ambacho alichokifanya Ibrahim Baka ni mwendelezo wa kile ambacho ataendelea kukifanya katika siku ya leo. Kazi kubwa ambayo anaifanya ni kuhakikisha kwamba anatuliza pressure katika eneo lao la ulinzi bila kufanya makosa, wanaondoa mashambulizi kwa umakini mkubwa kabisa. Kwa hiyo kazi kubwa leo hii itakuwa ni kuhakikisha langoni kwao hawapati mashambulizi ya namna kama ile. Huku beki namba 5 anasimama Bakari Nondo Mwamnyeto, akiendeleza ubora wake katika kikosi cha Taifa Stars. Mwalimu Miguel Gamondi ameona ni vyema kuanza na Bakari Mwamnyeto katika mchezo huu, pia ni kama vile tu mchezo wa kwanza ambavyo alianza nayo. Huku unazungumzia namba 6, hapa atasimama si mwingine bali ni Novatus Dismas. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya watu makini kweli kweli. Mchezo wa kwanza aliweza kucheza vizuri sana na kuonyesha kiwango kikubwa zaidi katika timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo leo hii mwalimu pia ameweza kumpa nafasi Novatus Dismas kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho kwenye kikosi cha Tanzania. Huku unazungumzia namba 7 atakuwepo si mwingine bali ni Simon Epigodi Msuva akiweza kuanza kwenye kikosi hicho. Huku hapa nazungumzia namba 8 atakuwepo huyu ni Mombwa, moja kati ya wachezaji ambao wameonyesha pia mchezo mzuri katika mchezo uliopita, ndo aliweza kufunga bao safi kabisa, bao zuri kabisa, bao la kiufundi. Huku namba 9 atasimama si mwingine bali ni Mbwana Samata, akianzisha mashambulizi katika lango la Uganda. Huku namba 10 akiweza kupewa nafasi Maestro, hapa nazungumzia Faisal katika mchezo huu baada ya kuweza kutumikia adhabu katika mchezo wa kwanza. Huu sasa amepewa nafasi ya kwanza. Huku namba 11 anakuwepo Alakia, miongoni mwa watu ambao unaweza kusema kiwango kizuri kabisa ambacho nakionyesha katika michuano hii. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na